barodo ziaragada yera osaramana mana yerererera sekerebe shamba rebere keterida. Nastahili. You're holy, God. Yeah. La. Anastahili. Unastahili. Enzi na utukufu ni vyako. Heshima na adama yako yao. Linuliwe jina la Yesu. Ibarikiwe jina lako. Inua mikono yako. Fumba macho yako. Libarikiwe jina la Yesu. Ranasha. Katika utulivu mbele ya Roho Mtakatifu. Tafakari. Ruhusu roho yako iabudu Roho Mungu. Barikiwe jina lako. Linuliwe jina la Yesu. Libarikiwe 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 jina lako. Libarikiwe jina lako. Linuliwe jina la Yesu. Libarikiwe jina lako. Linuliwe jina la Yesu. Yesu. Libarikiwe jina lako. Linuliwe jina la Yesu. Libarikiwe jina lako.
libarikiwe jina lako. Liinuliwe jina la Yesu. Libarikiwe jina lako Yesu. Libarikiwe jina lako. Liinuliwe jina la Yesu. Yesu, libarikiwe jina lako. Liinuliwe jina la Yesu. Yesu, libarikiwe jina lako. Parahikandaba. Liinuliwe jina la Yesu. Jina lako limebarikiwa, limeinuliwa juu ya majina yote. Nastahili. Asante kwa uwepo wako. Asante. Katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu magofu mazuri. Stahili. Mungu awabariki. Jesus is alive. Yesu yu hai. 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 Jesus is not history. Yesu sio historia. Jesus is not history. Yesu sio historia. It is a divine story. Yeye ni hadithi au habari iliyo kamili. It is not a history. It is not history. Sio historia. Hallelujah. He is alive. Yu hai. Bwana mtikie Yesu.
Jesus is alive. Yesu yu hai. I declare over Mbeya. Ninatangaza juu ya Mbeya. Jesus is alive. Yesu yu I hai. declare over your life. Ninatangaza juu ya maisha Jesus is yako. alive. Yesu yu I hai. declare over your family. Ninatangaza juu ya familia yako. Jesus is alive. Yesu yu hai. 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 Jesus is Yesu alive. yu hai. He is alive. Yu hai. Because he is alive, Kwa sababu yu hai. you are saved. Umeokolewa. Because he is alive, Kwa sababu yu hai. you are healed. Umepona. Because he is alive, Kwa sababu yu hai. you are lifted. Umeinuliwa. Because he is alive, Kwa sababu yu he hai. is touching you. Anakugusa. Because he is Kwa alive, sababu yu hai. he is protecting you. Anakulinda. Because he is Kwa alive, sababu yu he hai. is fighting for you. Anapigana kwa Because ajili he is yako. alive, Kwa sababu yu he is hai. praying for you. Anakuombea. Jesus is alive. Yesu yu hai. Let him hear this. Acha Mbeya isikie hii. Jesus is alive. Yesu yu hai. Because he is Kwa alive, sababu yu hai. he is bringing restoration to your family. Analeta urejesho kwenye familia yako. Because he is Kwa alive, sababu yu hai. he is bringing restoration to your family. Analeta urejesho kwenye familia He is yako. bringing restoration to your family. Analeta urejesho kwenye He familia is yako. bringing resurrection to your family. Analeta urejesho kwenye familia yako. I declare Jesus is alive. Ninatangaza Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach. is alive. Yu hai. He is alive. Yu hai. Because he is alive, Kwa sababu yu hai. he is doing a miracle for you today. Anafanya muujiza kwa ajili yako leo. Today, now. Anatenda leo sasa. Because he is Kwa alive. sababu yu hai. Because he is Kwa alive. sababu yu hai. He is breaking the chains of wickedness Anavunja minyororo ya uovu. over your life, Juu ya maisha yako. over your children. Juu ya watoto wako. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Because he is Kwa alive, sababu yu he hai. is providing for you. Anakupatia. Anakupatia. Because he is Kwa alive, sababu yu hai. he is making a way where there is no way. Anatengeneza njia pasipo na njia. Because he is Kwa alive, sababu yu he is hai. making a way where there is no way. Anatengeneza njia pasipo I na am here njia. to announce to you Niko hapa kutangaza kwa ajili yako that Jesus is alive. kwamba Yesu yu hai. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Jesus is alive. Yesu yu hai. Don't give up. Usikate tamaa. Jesus is alive. Yesu yu hai. Don't give up. Usikate tamaa. Your master is alive. Bwana wako yuko hai. Because he is alive. Kwa sababu yu hai. Your master. Bwana wako. Because he is alive. Kwa sababu yu hai. Don't give up. Usikate tamaa. Because he is alive. Kwa sababu yu hai. Don't give up. Usikate tamaa. Because he is Kwa alive. sababu yu hai. Don't give up. Usikate tamaa. Because he is alive. Kwa sababu yu hai. Don't be discouraged. Usivunjike moyo. Don't be discouraged. Usivunjike moyo. Jesus is alive. Yesu yu hai. Parahaka. He is alive. Yu hai. He is not at the cross. Hayupo He msalabani. is not in the tomb. Hayupo kwenye kaburi. He is not in the tomb. Hayupo kwenye He kaburi. is seated Ameketi with you. pamoja He nawe. is seated Ameketi with you pamoja in the nawe heavenly places. mahali pa juu pa mbingu. Kaparusha. He is alive. Yu hai. As I declare that Ninavyotangaza Jesus is alive, kwamba Yesu yu hai. everything that was dead Kila kitu ambacho kilikufa in your family, katika familia in your yako, life, katika maisha shall yako come alive. kinafufuka. Shall come alive. Kinafufuka. Shall come alive. Kinafufuka. Shall come alive. Kinafufuka. I'm here to declare Niko hapa to you kutangaza today kwamba that kwako Jesus is alive. kwamba Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Yeah. Yes, Santarabas.
Rapapapa. Repe shakata. Jesus is alive. Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Repe shantara. Rikatola masha. Because he is alive. Kwa sababu yu hai. Whatever dead words that have been spoken over you, maneno yote ya ufu yaliyotamkwa juu yako, are being broken, yanavunjika over your life, juu ya maisha yako. because he is not in the tomb. Kwa sababu hayupo kaburini. The spirit of death, roho ya mauti, is broken. inavunjika. Death of your finances, vifo vya kifedha vyako, of your business, ya biashara yako, of your family, ya familia yako. whatever you touch, chochote unachokigusa dies, kinakufa. because he is alive. Kwa sababu yu hai. I speak, ninatamka everything kila kitu to come to life, kifufuke. to come to life, Kinafufuka. to come to life, Kinafufuka. to come to life, Kinafufuka. to come to life. Kinafufuka. He is not dead. Hajafa. He is alive. He Anaishi. is alive. Anaishi. He is alive. Anaishi. He is alive. Yu hai. Rapatokalika. Repekeshatalaba. He is alive. Anaishi. He is alive. Yu hai. He is alive. Yu hai. He is alive for you. Yu hai kwa ajili yako. He is alive for you. Yu hai kwa ajili yako. He is alive for you. Yu hai kwa ajili He is yako. alive for you. Yu hai kwa ajili He is yako. alive for you. Yu hai kwa ajili yako. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Don't give up. Usikate tamaa. Don't be discouraged. Usivunjike moyo. He is alive. Yu hai. He is alive. Yu hai. He loves you. Anakupenda. He is alive. Yu He hai. loves you. Anakupenda. He is alive. Yu He hai. cares for you. He Anakujali. cares for you. He Anakujali. cares for you. He Anakujali. is alive. Yu hai. He cares for you. Anakujali. I have the good news for you Nina habari njema kwa ajili yako. today. Leo. Now. Sasa. That Jesus is alive. Kwamba Yesu yu hai. No matter what you may be passing through, Haijalishi ni nini unakipitia. it won't change that Jesus is alive. Haiwezi kubadilisha kwamba Yesu yu hai. The devil is a liar. Shetani ni muongo. The devil is a liar. Shetani ni muongo. The world system is lying against you. Mfumo wa ulimwengu unakudanganya. He is alive. Yu hai. You are special before him. Wewe ni wa muhimu mbele zake. You are special before him. Wewe ni wa thamani You mbele are special zake. before him. Wewe ni wa thamani You mbele are special. zake. Wewe ni wa thamani mbele You are zake. special before Wewe ni wa Jesus. thamani mbele za Yesu. No matter what people say of you. Haijalishi watu wanasema nini No kuhusu matter wewe. what people call you. Haijalishi watu wanakuitaje. He has called you my own. Amekuita wewe ni wake. He has called you my own. Amekuita wewe ni wangu. No matter what people say of you. Haijalishi watu wanasema nini juu He yako. loves you so much. Anakupenda sana. He lives for you. Anaishi kwa ajili He is yako. praying for you. Anakuombea. Jesus is alive. Yesu yu hai. 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 He loves you so much. Anakupenda sana. He is alive. Yu hai. I'm here to declare in your world. Niko hapa kutangaza kwenye ulimwengu wako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Whatever that may be, you may be encountering. Chochote ambacho umekuwa I'm ukikabiliana here to nacho. announce Niko hapa kutangaza in your world katika ulimwengu wako that Jesus is alive. kwamba Yesu yu hai. Jesus is alive. Yesu yu hai. Because he lives. Kwa sababu anaishi. Because he lives. Kwa sababu anaishi. You are facing the difficulties. Unayakabili magumu yote. By his power. Kwa nguvu zake. Because he lives. Kwa sababu anaishi. Because he lives. Kwa sababu anaishi. Because he lives. Kwa sababu anaishi. Because he's alive. Kwa sababu yu hai. He is alive. Yu hai. He is alive. When Jesus met the Samaritan woman at the well, Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria pale kisimani. that Samaritan woman was someone who is a neglect in the community. Yule mwanamke Msamaria alikuwa ni mtu ambaye ametengwa katika jamii. He was changing husbands.
alikuwa akibadili waume. He was changing husbands. Alikuwa akibadili waume. But when he encountered Jesus, Lakini alipokutana na Yesu at a place, mahali, Jesus the well, Yesu kisima. Yesu kisima. When he encountered Jesus, Alipokutana na Yesu, when he encountered Jesus, alipokutana na Yesu, usisome tafsiri takuchanganya. When he encountered Jesus, alipokutana na Yesu, his perception concerning Jesus changed. mtazamo wake kuhusu Yesu ulibadilika. John chapter 4 verse 5 to 30. Yohana sura ya 4. Open up your ears. Fungua masikio I yako. only have 20 minutes. Tuna dakika 20 tu. By the power and unction of the Spirit of God, Kwa nguvu na upako wa Mungu the mwenyewe, living Spirit of Christ Roho anayeishi wa Kristo comes over you anakuja juu to yako change us, kubadilisha, to change you, kukubadilisha and to elevate you. na kukuinua. And he must 4 verse 5, verse 5, starting from verse 5. Then he came to a city of Samaria which is called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being worried with his journey, sat thus on the well and was about the 60th hour. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me a drink. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. For his disciples were gone away into the city to buy meat. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. So just a recap. Kwa hiyo kwa kufanya tu rejea, You're going to read on your own up to verse 30. utakwenda kusoma kwa muda wako mpaka I was introducing to you Jesus the well. Nimekutambulisha kwenu Yesu kisima. It is our year of wells. Ni mwaka wetu wa visima. But there is a well above well. Lakini kuna kisima kilicho juu ya visima. Jesus the well. Yesu kisima. So here is an encounter between Jesus and the Samaritan. Kwa hiyo hapa ni kutaniko kati ya Yesu na mwanamke Msamaria. There was a place. Kulikuwa kuna mahali. That was the number one point. They met at a place. Hiyo ndio pointi ya kwanza, kwamba walikutana mahali. Verse 5 to 7 you shall read. Kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 7. The place. Mahali. Whatever you desire from the Lord, there is a place. Chochote ambacho utakihitaji kutoka kwa Mungu kuna mahali. There is a place. Kuna mahali. Be it in the spiritual realm, Iwe katika ulimwengu wa roho or physical realm, au katika ulimwengu wa kuonekana, there has to be a place. lazima pawepo mahali. Number 2, Jambo at la that pili. place there was an encounter. Na kwenye hapo mahali palikuwa na kutaniko. An encounter. Kutaniko. So the Samaritan woman encountered Jesus. Kwa hiyo mwanamke Msamaria akakutana na Yesu. That was 37. Hiyo ilikuwa ni mstari wa 7. Encountered Jesus. Akakutana na Yesu. Hallelujah. 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 And number 3, Jambo la 3. the encounter brought about a conversation. Kutaniko likaleta mazungumzo. Yes. Encounter brought about a conversation. Kutaniko likaleta mazungumzo. So when you are at a place Kwa hiyo unapokuwa mahali and you meet Jesus, na unakutana na Yesu, there has to be a conversation. lazima yawepo mazungumzo. And that conversation, Na hayo mazungumzo will change you. yatakubadilisha. Because at the place of the well, Kwa sababu mahali pa kisima, the well Jesus, kisima Yesu, is a place of change. ni mahali pa mabadiliko. Metamorphosis. A place where things changes. Ni mahali ambapo vitu Here vinabadilika. is a woman Hapa ni mwanamke who was a prostitute in some sense. ambaye alikuwa ni mbadili wa ume. But
But he met Jesus lakini akakutana na Yesu at the place. mahali, He encountered Jesus. akakutana na And they Yesu started to conversate. na wakaanza kuzungumza. In their conversation, Na katika mazungumzo yao he first acknowledged Jesus as a sir. alimkubali Yesu kama Bwana, Alimtambua. alimtambua Yesu. That was the first instance. Hiyo ilikuwa ni kwa mara ya kwanza. A sir. Verse 11. Put it there, verse 11. Woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw water with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? So as they were conversating, Kwa hiyo walipokuwa wakizungumza, he acknowledged Jesus as a sir. akamtambua Yesu kama Bwana. Verse 19. Mstari wa 19, As they were continuing to speak, to talk to one another, walipokuwa wakiendelea kuongea, Jesus, Yesu the well, kisima was changing the Samaritan woman akaanza kumbadilisha mwanamke without the Msamaria knowledge of her. bila Without her knowledge, yeye mwanamke kujua. she had started drinking from Jesus. Akaanza kunywa kutoka kwa Yesu. Verse 19. Mstari wa 19, When Jesus spoke about her having 5 husbands, Yesu alipoongelea kuhusu yeye kuwa na waume 5, the woman answered, mwanamke alijibu, Sir, I perceive that thou art a prophet. Bwana, naona ya kuwa u nabii. His acknowledgement changed. Ile kutambua kwake kukabadilika. From acknowledging Jesus Kutoka kumtambua Yesu as a sir kama Bwana to a prophet. mpaka nabii. Why? Kwa nini? Because they were conversating. Kwa sababu walikuwa wakizungumza. As you take a walk with Jesus, Unapochukua matembezi na Yesu, you shall discover and rediscover and recover and rediscover. Utavumbua na kugundua na kugundua na kugundua. Hallelujah. Hallelujah. You are a sir. Wewe ni Bwana. But because he has spoken about what she had not spoken of, Kwa sababu ameongea juu ya kitu ambacho hajakiongea, he now acknowledges him as a prophet. sasa akamtambua kama nabii. Jesus is a prophet. Yesu ni nabii, But he's more than a prophet. lakini ni zaidi ya He nabii. is above the prophets. Yeye yu juu ya He manabii. is more than the prophet. Yeye ni juu ya manabii. Alabahika sabaraha. He is more than the prophets. Yeye ni zaidi ya manabii, Because he is the one who sends the prophets. kwa sababu yeye ndiye anayewatuma He manabii. is the spirit of prophecy. Yeye ndiye roho ya unabii. Jesus is more than the prophets. Yesu ni zaidi ya manabii. They spoke about him. Akaongea kuhusu yeye. They spoke about him. Wanaongea kuhusu yeye. The prophets spoke about him. Manabii wanaongea kuhusu yeye. He was not a prophet, but he can be acknowledged as a prophet. Anaweza kutambulika He kama is the nabii. Son of God. Yeye ni mwana wa He is the Mungu. Son of Man. Yeye ni mwana wa He Adamu. is God Yeye ni Mungu above all. juu ya yote. He is the eternal Father. Yeye ni Baba He wa is the milele. eternal God. Yeye ni Mungu wa He is milele. the Creator. Yeye ni muumbaji. He is God. Yeye ni Mungu. He is God incarnate. Yeye ni Mungu Aliyedhihirika. aliyedhihirika. Gadushi makatakusa. So he acknowledged him as a prophet. Kwa hiyo akamtambua kama nabii. Hallelujah. Hallelujah. Verse 29. Mstari wa 29. This is a conversation. Haya ni mazungumzo. Have some time with Jesus. Kuwa na muda na Yesu Before at your altar. katika madhabahu yako, Because he is alive. kwa sababu yu hai. Hallelujah. Come. Now after having a conversation, Sasa baada ya kuwa na mazungumzo, this woman huyu mwanamke left a bucket of water akaacha ndoo ya maji at the well. pale kisimani. What am I saying? Nini nasema? She went for the water Alienda kuteka maji at the Jacob well, kwenye kisima cha Yakobo, not knowing that she's going to meet another well. pasipo kujua kwamba anakwenda kukutana na kisima kingine. The well Jesus. Kisima Yesu. The well that never dries.
kisima ambacho hakikauki. Jesus the well. Yesu kisima. Now after acknowledging Jesus as the Sir and the prophet, baada ya kumtambua Yesu kama Bwana na nabii, he went back to Samaria. Akakimbia kurudi back Samaria. to the city. Akarudi kwenye jijini. And he brought about a message. Na akapeleka ujumbe. Come and see a man. Njoo mumuone mtu. He's more than a sir. Yeye ni zaidi ya Bwana. He's more than a prophet. Yeye ni zaidi ya nabii. Come and see a man which told me all things that ever I did. Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Is the Christ? Je, huyu si Kristo? He acknowledged him now as the Christ. Sasa anamtambua kama Kristo. As you conversate with him, unapoendelea kuzungumza na yeye, you discover him and discover him. Unazidi kumgundua na kumgundua zaidi. Come and see the Christ. Njoni mumuone Kristo. Come and see the Christ. Njoni mumuone Kristo. The Messiah. Mesia. This could be him. Huyu atakuwa ndiye. And indeed he was. Na hivyo ndivyo alivyo. So as you conversate with Jesus, kwa hiyo unapoendelea kuongea na Yesu, perception changes. Mtizamo unabadilika. Hallelujah. That was number 4. Hiyo ilikuwa ni namba 4. That was a revelation now. Huo ulikuwa ni ufunuo. There was a place. Kulikuwa kuna mahali where she encountered Jesus. Mahali ambapo alikutana na Yesu. They had a conversation. Wakawa na mazungumzo. And then a revelation came. Na sasa ufunuo ukaja. He is the Christ. Yeye ni Kristo. He is the Christ. Yeye ni Kristo. He is the Christ. Yeye ni Kristo. Who do people say I am? Watu wanasema mimi ni nani? Jesus asked his disciples. Yesu anawauliza wanafunzi wake. Who do these people say I am? Hawa watu wanasema mimi ni nani? Oh, they started answering. Some say you are the prophet. Wakaanza kusema, wengine wanasema wewe ni nabii. Some say you are what and what. Wengine wanasema wewe ni hivi na hivi. But you, lakini wewe, who am I? Lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akasema, you are the Christ. Wewe ni Kristo. Jesus said, Yesu akasema, it is not by the flesh that you have been revealed. Si kwa nyama umefunuliwa hivyo. It is by the Holy Spirit. Ni kwa Roho Mtakatifu. As you conversate with Jesus, unapoendelea kuzungumza na Yesu, the Holy Spirit will bring about revelation concerning Jesus. Roho Mtakatifu ataleta ufunuo kuhusu Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the living waters. Yeye ni maji yaliyo hai. John chapter 4 verse 10 to 14. Yohana sura ya 4. He is the living waters. Yeye ni maji yaliyo hai. John chapter 7 verse 37 to 39. Yohana 7. He is the living waters. Yeye ni maji yaliyo hai. Jesus is the well. Yesu ni kisima that never dries. Ambacho hakikauki. Number 1 is the living waters. Yeye ni maji yaliyo hai namba 1. Number 2 is the well that never dries. Namba 2 ni kisima kisichokauka. He is the well that never dries. Ni kisima kisichokauka. Jesus has never been a religious person. Yesu hajawahi kuwa mtu wa dini. He is a kingdom person. Yeye ni mtu wa ufalme. Hallelujah. Jesus, Yesu, the well that never dries. Kisima kisichokauka. Rakonda kila blatoka. John chapter 4 verse 14. Yohana sura 4 mstari wa 10. The well that never dries. Kisima kisichokauka. John chapter 4 verse 14. Yohana sura 4:10. The well that never dries. Kisima kisichokauka. My Father and my God. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirsty. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Woman, Mwanamke, this water that you came to draw, haya maji ambayo umekuja kuteka, you shall come tomorrow to draw again. Utakuja tena kesho kuchota. It never quenches the thirsty. Hayatibu kiu. But I can give you some water. I can give you water. Lakini ninaweza kukupa maji.
You can drink of this water. Unaweza ukayanywa haya maji. And it will spring from you, from within you everlastingly. Na tabubujika ndani yako milele. So Jesus was saying, Kwa hiyo Yesu akawa anasema, I am the well mimi ni kisima that never dries. ambacho hakikauki. He is the well Yeye ni kisima that never dries. kisichokauka. You are tired. Umechoka, Come to the well njoo kisimani that never dries. kisichokauka. My Father and my Father, I am the well. Mimi ni kisima I never dry up. kisichokauka. So Jesus was saying, that's number 3, the wells of the Holy Spirit. Kwa Yesu akanasema visima vya Roho He Mtakatifu. meant concerning the waters that will spring everlastingly has been the wells. He was speaking of the Holy Spirit. Alikuwa akiongelea kuhusu habari ya Roho Mtakatifu, kisima kisichokauka. So John chapter 7 verse 7 to 39. Kwa Yohana sura 7 mstari wa Are we on the same page? mstari wa 37 mpaka Because 39. I hear some babblings within some people here. Because I hear some babblings Ninasikia mitetemo within you. ndani yenu. It's the waters of the Holy Ghost. Ni visima vya Roho Mtakatifu. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man is thirsty, let him come unto me and drink. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. He that breatheth on me, as the scripture said, out of his belly shall flow rivers of living water. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. By this spake he of the Spirit, which they that believeth on him shall receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. It was then when the Holy Spirit had not yet ilikuwa ni pale ambapo kabla Roho Mtakatifu hajaja. But we have received the Holy Ghost. Lakini tumempokea Roho The Mtakatifu. wells of the Holy Spirit. Visima vya Roho Mtakatifu. It's our year of the wells. Ni mwaka wetu wa visima. Before we enter into exploring some other wells, kabla tujaingia kwenye kuchimbua visima vingine, there is the well, Jesus being the well above well. Kuna kisima Yesu ambacho ni kisima juu ya If we visima vyote. understand Jesus the well, Kama tukimtambua na kumfahamu Yesu kama kisima, if we understand, kama tukimuelewa na kumfahamu, yes, if we understand, kama tukimuelewa and we understand, na kumuelewa, after understanding we understand, na baada ya kuelewa and know tukamuelewa, that we know na kujua kwamba that tunajua he is Jesus, kwamba yeye ni and we Yesu, understand after understanding, na kuelewa baada ya and know kuelewa, that we know that we know na that we kujua know kwamba tunajua na kwamba tunajua that he is the well, kwamba yeye ni kisima, he is the well of the living yeye ni waters, kisima cha maji he yaliyo is the hai, well of the living waters, yeye ni kisima cha maji he is the yaliyo well of the hai, living waters. yeye ni kisima cha maji yaliyo If we hai. understand Kama tukielewa by revelation, kwa ufunuo, just as the woman, kama ambavyo mwanamke he first understood, he encountered a Sir at first, alikutana na Bwana kwanza, and as they were conversating, na kadri walivyokuwa akiendelea it changed kuzungumza, to a prophet, akamtambua kama nabii, and as they were conversating, na walivyokuwa akizungumza he said, zaidi, no, akasema hapana, a revelation came. ufunuo ukaja, This is the Christ. huyu ni Kristo. I will go into the city. Nitakwenda kwenye I have mjini, found the Christ. nimekutana na Kristo, I have found the Christ. nimekutana na Kristo, I have found the Christ. nimekutana na Kristo, I have found the Christ. nimekutana na Kristo. Come and see. Njoo muone, Come and see. njoo muone, Come and see. njoo muone, Come and drink of the waters of the Holy njooni Ghost. mnywe maji ya Roho Mtakatifu. Come. Njoo, Come. njoo, Come. njoo, Come. njoo, Come. njoo. There is a coming today. Kuna kuja leo, There is an invitation today. kuna mwaliko leo For those that would like to come,
Haleluya. come to me. Njooni kwangu. Do you know that this well, Unajua hiki kisima, as I was meditating on, nilipokuwa nikitafakari, I found that wow, nikakuta that Jesus the well, kwamba Yesu kisima it was not a damp well. ilikuwa sio kisima ambacho ni bubu, Kisima bubu. But this well, Jesus, lakini hichi kisima Yesu is the well that speaks. ni kisima kinachoongea, kinachosema. The well, Jesus, Kisima Yesu, the well speaks. kisima kinaongea. The difference between those two wells, Tofauti kati ya visima hivi vile viwili, the Jacob well, kisima cha Yakobo kilikuwa ni bubu, but the well Jesus speaks, lakini kisima Yesu kinaongea, just like he's speaking to you now. kama ambavyo anasema na wewe sasa. Hallelujah. Haleluya. He speaks, give me some drink. Nipe maji. So the well Jesus speaks. Kwa hiyo kisima Yesu kinasema. And the other thing that I found from that was that the well Jesus invites. Kitu kingine ambacho nilikipata ni kwamba kisima Yesu kinakaribisha. Invites. Kinakaribisha. It invites. Kinakaribisha. The well Jesus invites. Kisima Yesu kinakaribisha. It speaks. Kinaongea. Come and drink from me. Njoo unywe kutoka kwangu. It speaks. Kinaongea. And it invites. Na kinakaribisha. Maruti Kasata. As I wind up, ninapohitimisha, there are two major things that if only we could hear his voice today. Kuna mambo mawili ambayo kama tukisikia sauti yake leo. There is an invitation. Kuna mwaliko. There is a speaking. Kuna mwaliko. It's not only for those that are not yet born again. Sio kwa wale tu ambao hawajaokoka. But it's also for us who are filled of the Holy Spirit. Lakini pia ni kwa sisi ambao tumejazwa na Roho Mtakatifu lakini ni wakavu. So for those four, it's all those that are born again, those we are filled with the Holy Spirit. Ni kwa haya ambao wameokoka na wamejazwa na Roho Mtakatifu. But we are confused. Lakini tumechanganyikiwa. We are tired. Tumechoka. There is an invitation. Kuna mwaliko from the well. Kutoka kwenye kisima. Come to me. Njooni kwangu. 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 Today. Leo. 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 Are you thirsty? Je, mna kiu? Come. Njoo. Are you tired? Je, umechoka? Come. Njoo. Come to me. Njoo kwangu. Come to him. Njoo kwake. When I'm saying come to me, that is Jesus. Ninaposema njoo kwangu nimaanisha njoo kwa Yesu. Are you giving up? Je, umekata tamaa? Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Have you given up? Je, umekata tamaa? Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. He is going to replenish you. Yeye anayekwenda kukurejesha upya. Daluska barenta. So there is an invitation. Kwa hiyo kuna mwaliko. For those that are tired. Kwa wale ambao wamechoka. To come to the well. Kuja kwenye kisima. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Mathayo sura 11. Write all those scriptures and we shall go faster because I have few minutes. There is an assignment that needs to be accomplished in the next few minutes. Kuna jambo ambalo nitakiwa tulikamilishe katika dakika chache zijazo. Matthew chapter 11, muandike hapo. Mathayo sura 11. Tukisoma tu hiyo, nikisema kidogo tunaingia ingine, nikisema kidogo tunaingia ingine, sawa? Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Mathayo sura 11 mstari wa 28 mpaka 30. Matthew chapter 19 verse 14. Mathayo sura 19 verse 14 mstari wa 14. John chapter 6 verse 37. John chapter 6 verse 37. Yohana sura ya 6 mstari wa 37. Revelation chapter 22 verse 17. Ufunuo sura 22 mstari wa 17. Isaiah chapter 55 verse 1. Isaya sura 55 mstari wa kwanza. And John chapter 6 verse 35. Na Yohana sura 6 mstari wa 35. Matthew chapter 11 verse 28. Put it on the screen.
Matthew chapter 11 verse 28 to 30. So, kwa hiyo this woman, huyu mwanamke, met Jesus akutana na Yesu at a press, at the well, at the press. mahali. That was an encounter. Hapo ilikuwa ni kutaniko, And a conversation started na mazungumzo yakaanza, that brought about revelation. ambayo yakapelekea ufunuo. Now I found that this well speaks. Kwa hiyo nikakuta hichi kisima kinaongea, It is not damp. sio bubu, And this well invites. na hichi kisima kinakaribisha. And I discovered that it has been speaking and inviting even today. Na nimegundua kwamba kimekuwa kikiongea na kukaribisha hata leo. I repeat on that. Narudia. And I found that it has been speaking and inviting even today. Na nimegundua kwamba kimekuwa kikiongea na kukaribisha hata leo. The Bible says, Biblia inasema, Matthew 11 verse 28, Mathayo sura 11:28, come to me, njoni kwangu, come to me, njoni kwangu, come to me. njoni The kwangu. well is inviting, Kisima kinakaribisha, speaking by invitation, kinaongea kwa kukaribisha, speaking by invitation, kinaongea kwa kukaribisha, speaking by invitation. kinaongea kwa kukaribisha. Come to me, Njoni kwangu, come to me, njoni kwangu, come to me. njoni kwangu. You have been running to a wrong place. Mmekuwa mkikimbilia kusiko Come to sahihi. me. Njoni kwangu, Come to me, njoni kwangu, come to me. njoni kwangu. You are tired. Mmechoka, Come to me. njoni kwangu. You have given up. Umekata tamaa, Come to me. njoo kwangu, Come to me. njoo kwangu. All you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Come to me. Njoni All kwangu. you that labor Nyinyi wote and msumbukao heavy laden, na kulemewa, and I will give you rest. na nitawapa pumziko. Because I am the Lord of the Sabbath. Kwa sababu mimi ni Mungu wa Sabato. I am the Lord of rest. Mimi ni Mungu wa I am pumziko. the Lord of the Sabbath. Mimi ni Mungu wa Sabato. There is an invitation today Kuna kukaribishwa leo. for you, for us who have given up. Kwa wewe, kwa sisi ambao tumekata tamaa. You are confused. Umechanganyikiwa. What should I do? Nitafanyeje? Why is this happening to me? Kwa nini hili linatokea kwangu? Jesus the well Yesu kisima is inviting you. anakukaribisha. Come to me. Njoo kwangu. I'm giving you rest. Ninakupa pumziko. I will give you rest. Nitakupa pumziko. Come to me today. Njoo kwangu leo. Come to me today. Njoo kwangu leo. Come. Njoo. Come to me. Njoo kwangu. Come to me. Njoo kwangu. Bear, come to Jesus. Mbeya, njoo kwa Yesu. Bear, come to Jesus. Mbeya, njoo kwa Bear, Yesu. come to Jesus. Mbeya, njoo kwa Yesu. The residents of Mbeya, come to Jesus. Wakazi wa Mbeya, njoni kwa Yesu. So this well speaks. Kwa hiyo kisima hiki kinaongea. And this well invites. Na kisima hiki kinakaribisha. Come to me. Njoni kwangu. Come to me. Njoni kwangu. If you hear his voice today, kama ukisikia sauti yake leo, as you take a step by faith, unapochukua hatua kwa imani, and draw yourself to him, na kujisogeza mbele zake, there's gonna be a change. kutakuwepo badiliko. There's gonna be healings. Kutakuwa na uponyaji. There's gonna be a touching. Kutakuwa na mguso. There's gonna be a revival. Kutakuwa na There's gonna be restoration. kutakuwa na urejesho. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Even those that are watching us on YouTube, hata nyie mnaotutazama kwenye on YouTube, Facebook, katika Facebook, and online radio, na kwenye online radio, come to Jesus. njoni kwa Yesu. Jesus is inviting you. Yesu You are anakukaribisha. tired. Umechoka. You have given up. Umekata No tamaa. matter how you have sinned unto God, Haijalishi ni kwa namna gani umemtenda Mungu dhambi. count out your sins. Hesabu dhambi zako. Hesabu dhambi zako. He is calling you to come to him. Anakuita njoo He's going kwake. to forgive you. Anakwenda He's kukusamehe. going to sanctify you. Anakwenda kukutakasa. Jesus is inviting you. Yesu anakukaribisha. Jesus is speaking to you. Yesu anaongea na wewe. To those who are born again, Hata kwa wale ambao mmeokoka, come to Jesus. njoo kwa Yesu. He is a yoke breaking well. Yeye ni kisima kinachovunja nira. This well breaks the yoke. Hiki kisima kinavunja nira. Daruta kala. Come to him. Verse 29. Mstari wa 29. If you come to Jesus, I'll give you rest.
Ukija kwa Yesu anakupa pumziko. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle. It is speaking. Anaongea. It is speaking. The well. Kisima kinaongea. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. The well is speaking. Kisima kinaongea. The well is advising. Kisima kinatoa mashauri. The well, Jesus speaks. Kisima Yesu kinaongea. And it invites. Na kinakaribisha. Take my yoke. Jitieni nira yangu. Why should you carry your big laden yoke? Kwa nini ubebe nira yako hiyo nzito? In the streets of Mbeya. Kwenye mitaa ya jiji la Mbeya. When there is an invitation. Wakati kuna mwaliko. To come to Jesus. Wakuja kwa Yesu. And take his yoke. Na kuchukua nira yake. And he takes your yoke. Naye anachukua nira yako. You take his yoke. Unachukua nira yake. He takes your yoke. Anachukua nira yako. He takes your yoke. Anachukua nira yako. He takes your yoke. Anachukua nira yako. Come to me. Njoni kwangu. Jesus says. Yesu anasema. Are you tired? Umechoka? Have you given up? Umekata tamaa? Are you planning to commit suicide? Umepanga kujiua? Are you planning to die? Umepanga kufa? You see nothing of tomorrow. Hauoni kesho yako ikoje? You just see darkness. Unaona giza tu. You are asking yourself. Unajiuliza mwenyewe. I am a nobody. Mimi si kitu. Who am I? Mimi ni nani? I am a reject. Mimi nimekataliwa. I can never be accepted before him. Siwezi kukubaliwa mbele zake. No. Hapana. He was rejected that you may be accepted. Alikataliwa ili wewe ukubaliwe. That's why he's calling you, come. Na ndio maana anakuita njoo. He knows that you are too tired to run. Anajua umechoka sana uweze kukimbia. You are so weary. Umechoka sana. You are so weary. Umelegea sana. You are given up. Umekata tamaa. You are given up. Umekata tamaa. And you are saying, na unasema, though God does not love me, Mungu hanipendi, he does not hear from me, hanisikii. you are bitter before God. Una machungu mbele za Mungu. You are bitter against God. Una machungu na Mungu. But Jesus is inviting you. Lakini Yesu anakualika, come, njoo kwangu. Put another scripture. But Jesus says, suffer little children. Jesus said, let the little children come to me. Let them come to me. Do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such. Come. Even to the children he says, come. Hata kwa watoto anasema njoo. So there is an invitation. Kwa hiyo kuna mwaliko. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. I am born again. Nimeokoka. How can I come again? Ninawezaje kuja tena? And again and again. Na tena. That's why you are so tired again and again. Ndio maana umechoka tena na tena. Because you do not have a place where you can run. Kwa sababu hauna mahali ambapo unaweza kukimbilia. By the action of the Spirit of God, I'm showing you the place. Kwa upako wa Roho Mtakatifu ninakuonyesha mahali. Run to Jesus. Kimbilia kwa Yesu. You are tired, come before him. Umechoka, njoo kwa Yesu. It is an invitation. Ni mwaliko. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Come to me. Njoo kwangu. So he said, let the children come to me. Put another scripture there. Faster. Daluhasa. Savresha. All this the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Oh, all those the Father gives
gives me wale wote ambao Mungu Baba amenipa will come to me. watakuja kwangu, And whoever comes to me, na yeyote ajaye kwangu, whoever comes to me, 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 yeyote ajaye I kwangu, will never drive away. sitomtupa nje kamwe. Whoever comes to me, Yeyote ajaye kwangu, I will never drive away. sitamtupa nje kamwe. I will never fukuza. Sitomfukuza. I will never fukuza him. Sitomfukuza. No! Hapana. Because I've been given of the Father. Kwa sababu nimepewa na Baba. Jesus never drives you away. Yesu hajawahi kukutupia nje No kamwe. matter what you have been passing through. Haijalishi ni nini He unakipitia. has been there ever since. Yuko pale tokea kale. I will never leave you nor forsake you. Sitokuacha wala He has kukupungukia. been there. Yuko pale. The problem has been. Tatizo limekuwa. The problem has been. Tatizo limekuwa. We have been acknowledging the presence of demons and the problems instead of acknowledging the unseen Jesus. Tumekuwa tukitambua uwepo wa mapepo uwepo wa mapepo na matatizo badala ya kutambua uwepo wa Yesu ambaye yuko pale muda wote. Because he has said, kwa sababu amesema, I will be with you. Nitakuwa pamoja nawe. I will never leave you nor forsake you. Sitokuacha wala sitokupungukia. I will never leave you nor forsake you. Sitokuacha wala sitokupungukia. He is there. Yuko pale. In your mud. Katika matope yako. He is there. Yuko pale. In your valley. Katika bonde lako. He is with you. Yuko pamoja nawe. In your morning. Katika kulia kwako. He is there. Yuko pale. In your lucky. Katika kukosa kwako. He is there. Yuko pale. In whatever you pass through. Kwa chochote unachokipitia. But the problem has been, lakini tatizo limekuwa, you have been so much acknowledging the negatives. Tumekuwa tukitambua zaidi mambo hasi instead of acknowledging him, badala ya kumtambua yeye who says I will never leave you, ambaye anasema sitokuacha wala sitokupungukia. Njoo. Njoo. Tell your neighbor. Mwambie jirani yako. Let's go to Jesus. Hebu twende kwa Yesu. Toa sauti yako. Ongeza sauti yako wewe. Yes, there is an invitation. Kuna mwaliko. No matter how tired you are. Haijalishi ni namna gani umechoka. There is an opportunity today. Ipo fursa, for there nafasi is a leo. season coming. Kwa sababu kuna nyakati imekuja. That God is empowering his people. Ambapo Mungu anawainua watu wake. Bringing a spirit of encouragement. Akileta roho ya kutia moyo. To those that have given up. Kwa wale ambao wamekata tamaa. But he said come first come. Lakini anasema njooni kwanza. Come first come. Njooni kwanza. Come first come. Njooni kwanza, njoo. And when you come to Jesus. Na utakapokuja kwa Yesu. Oh, you shall not understand him as a sir. Hutomtambua kama Bwana. Or a prophet. Au nabii. But you shall encounter him as a Messiah. Lakini utakutana naye kama Masia. The anointed class. Kristo aliyepakwa mafuta. The anointed class. Kristo alipakwa mafuta. When you encounter him as the anointed class. Utakapokutana naye kama Kristo mpakwa mafuta. The anointing of the Messiah. Upako wa Masia. Shall be breaking the yokes over your life. Utakuwa unavunja nila juu ya maisha yako. Shall be breaking the yokes over your utakuwa unavunja nila juu ya familia yako. Oh, when you encounter the anointing of the Messiah. Utakapokutana na upako wa Masia. The yokes shall be breaking. Nira zitavunjika. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Oh, whoever comes to me. Yeyote ajaye kwangu. Whoever. Yeyote. No matter how sinful you have been. Haijalishi ni kwa namna gani umekuwa mdhambi. No matter how you have wronged God, I'm talking to you. Haijalishi ni kwa namna gani umemkosea Mungu. But today, lakini leo, if you say I'm coming, ukisema ninakuja, you yield to his call. Unavuna kutoka kwenye mwito wake. You hear his call. Unasikia wito wake. He's going to deliver you. Anakwenda kukukomboa. He's going to forgive you. Anakwenda kukusamehe. He's going to cleanse you. Anakwenda kukutakasa. An invitation can be heeded or not or ignored. Mwaliko unaweza kukubaliwa au kukataliwa. That's why it's not
every invitation that you are invited you go. Ndio maana sio kila mwaliko ambao umealikwa unaweza ukaenda. But the trick part of it may be that, lakini upande wa mtego ni huu, that when you ignore the invitation of Jesus, utakapo ukataa mwaliko wa Yesu, there is an internal domination. Kuna kuharibika kwa ndani kutakakotokea. There is an internal kuna hukumu ya milele. Internal domination. Kuna hukumu ya milele. But when you accept him, lakini ukimkubali, it is not too late. Hujachelewa. Those that are not yet born again, wale ambao bado hamjaokoka, it's not too late. Hamjachelewa. For you who are speaking even in tongues, kwa wewe ambaye unanena na kwa lugha, but somehow you drifted away, lakini kwa namna fulani umetoka nje, or you are tired, au umechoka, or you have given up, au umekata tamaa, or you are so much in doubt, au una mashaka sana, questioning the word of God, ukiuliza maswali mengi juu ya neno la Mungu. Why? Kwa nini? And all those questions, God has never answered them. Na hayo maswali yote Mungu hajawahi kujibu. Why am I passing this? Kwa nini ninapitia hili? Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Hallelujah. Revelation chapter 22 verse 17. I'm about to close. Ninakaribia kuhitimisha. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come. And let the one who wishes take free gift of the water of life. Na roho na bibi harusi wanasema, njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Naye mwenye kiu na aje. Na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Are you thirsty? Je, una kiu? Are you thirsty? Je, una kiu? Are you thirsty? Je, una kiu? Of the Holy Spirit? Ya Roho Mtakatifu. Are you thirsty? Je, una kiu? Of the things of God? Ya mambo ya Mungu. Are you thirsty? Je, una kiu? Of the presence of God? Ya uwepo wa Mungu. Are you thirsty? Je, una kiu? Of him seated on the throne? Ya yeye aketie mahali pa juu. Are you thirsty of the word? Je, una kiu na neno? There is an invitation. Kuna mwaliko. Come. Njoo. 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 If you are thirsty, come. Kama una kiu, njoo. You are hungry, come. Kama una njaa, njoo. You are confused, come. Kama umechanganyikiwa, njoo. You are sick, come. Unaumwa, njoo. You are bound, come. Umefungwa, njoo. You have lost your way, come. Umepoteza mwelekeo, njoo. You do not have anyone to help you. Hauna mtu yeyote wa kukusaidia. Come. Njoo. The helper is ready. Msaidizi yuko tayari. Come. Njoo. So the well speaks. Kwa hiyo kisima kinaongea. The well invites. Kisima kinakaribisha. The well speaks. Kisima kinaongea. That's the well Jesus. Hicho ni kisima Yesu. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. I prophesy. Ninatabiri over your family. Juu ya familia yako. Let your family come to Jesus. Acha familia yako ije kwa Yesu. I declare. Ninatamka over your children. Juu ya watoto wako. Let your children come to Jesus. Watoto wako waje kwa Yesu. Mbeya come to Jesus. Mbeya njoo 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 kwa Yesu. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. So Jesus says come to me. Kwa hiyo Yesu anasema njooni kwangu. Don't go to my apostles, come to me. Usiende kwa mitume wangu, njooni kwangu. Don't go to your prophet, come to him. Usiende kwa nabii wako, njoo kwangu. Don't go to your prophet, come to him. Usiende kwa nabii wako, njoo kwangu. It is the only well. Yeye ni kisima pekee That speaks right. ambacho kinanena sahihi. It is the only well. Ni kisima pekee that has no fake invitation. Ambacho hakina mialiko ambacho hakina mialiko feki. When Jesus invites us, Yesu anapotualika, he is not faking. Hafeki. Your bishop can invite you. Askofu wako anaweza kukualika. But it's not serious. Lakini hamaanishi. I don't know your bishop. Who is your bishop? Simjui askofu wako. Askofu wako ni nani?
He invites you. Anakukaribisha. We shall have a celebration. Kutakuwa na sherehe. With some kitimoto. Tukila nyama ya nguruwe. And all of a sudden, na ghafla said, no, I was just joking. Unajua nilikuwa natania tu. Not with Jesus. Lakini sio kwa Yesu. He is not a fake inviter. Yeye sio mdanganyaji mwalikaji. Yeah, sawa kabisa, sio mdanganyaji mwalikaji. Nilikuwa mwenzako anakuambia, bwana nilikuwa nachekesha tu. Nilikuwa natania tu. There is no utanialing in Christ. Hakuna utani ndani ya Kristo. When Jesus says come, Yesu anaposema njoo, he is serious. Come. Anamaanisha njoo. When you take a step of coming, unapochukua hatua ya kwenda, there's gonna be a change. Kutakuwepo badiliko. There's gonna be restoration. Kutakuwa na urejesho. There's gonna be a touch. Kutakuwa na mguso. The heavens shall open over you. Mbingu zitafunguka kwa ajili yako. So you shall encounter the spirit of Christ. Napo utakutana na roho ya Kristo. And you shall encounter the miraculous. Na utakutana na muujiza. You shall encounter maisha ya miujiza. Na utakutana maisha ya miujiza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Abuka baduki kabade kisaka. Come. Njoo. Inayofuata faster. Are we being blessed? Jesus is alive. Yesu yu hai. Shout yes. Sema yes. When I say Jesus is alive, you shout yes. Jesus is alive. Yes. Jesus is alive. Yes. Let the demons hear. Jesus is alive. Acha mapepo yasikie Yesu yu hai. Let the foundation of the city of Mbeya hear. Jesus is alive. Acha misingi ya jiji la Mbeya isikie Yesu yu hai. Let the gates, the wicked gates, the human, satanic, demonic, serpentine gates, malango watu ya kipepo ya kishetani yasikie Jesus is alive. Yesu yu hai. Let your yes be yes. Acha ndio yako na iwe So ndio. it is yes. Kwa hiyo ni ndio. Jesus is alive. Yesu yu hai. Ndio. Jesus is God. Yesu ni Mungu. Jesus is the Messiah. Ndio, Yesu ni Masia. Jesus is the Savior. Ndio, Yesu ni Mwokozi. Jesus can do all things. Yesu aweza kutenda yote. Hallelujah. Amen. Jesus is alive. Yesu yu hai. Weka hiyo, mbona mjaweka bado? Oh, everyone that is thirsty, come. Here to the waters, come. Here to the waters. That is Isaiah 55 verse 1a. Isaya 55 mstari wa kwanza a. Everyone that thirsty, come here to the water. Come to the water. It is the waters, the living waters, the wells. Yeye ni maji yaliyo hai, yeye ni kisima. Come. Kila aonaye kiu njooni majini. And also like this part. Na pia napenda sehemu hii. I remember one day my papa, my father, my spiritual father. Ninakumbuka siku moja baba yangu Bishop Nwaka. Bernard Nwaka preached on the word, come and buy without money. Alifundisha njoo ununue pasipokuwa na pesa. Based on that scripture. Ilikuwa katika kifungu katika He that has no money, come ye buy. Naye asiye na fedha njoni. Come and buy without money. Njoo ununue pasipokuwa na pesa. I remember one of the points that he brought about was, nakumbuka moja ya pointi ambayo alileta, when you have faith to God, with God, unapokuwa na imani kwa Mungu, when you have faith in God, unapokuwa na imani katika there's Mungu, nothing that he can do. hakuna kitu ambacho hawezi He kufanya. can do things that your money cannot buy. Anaweza kufanya mambo ambayo pesa yako haiwezi kununua. Hallelujah. Like how we got this plot here, Ni kama ambavyo tuliweza kununua eneo hili, and how we are going to build the cathedral. na namna ambavyo tunakwenda kujenga I am kanisa. telling you, our God shall do it. Nakwambia ni Mungu wetu The Bible atatenda. says, Biblia inasema, he that has no money, and you who have no money, come buy and eat. na yeye asiye na fedha njoo nunua. You buy without money. Unanunua pasipokuwa na You pesa. have faith in God. Una imani katika Mungu. Elijah was fed without money. Elia alikuwa
amelishwa without him giving out any pen, pasipo yeye kutoa pesa aina yoyote ile. without money. Bila pesa Tell your yoyote. friend, without money. Mwambie jirani yako bila pesa. I know money as a price. Najua fedha ina mahali. Ni jawabu ya mambo yote, ingawa sio yote, kwa sababu huwezi ukawa na hela yote alafu naenda kuchukua mke wa mwingine. Hiyo sio jawabu. Au come and buy, njoo ununue. so when we have faith, Kwa tunapokuwa na imani. oh, that's not my message. Hapana, huo sio ujumbe Yeah, wangu. come buy wine and milk without money. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila Maziwa thamani. mgando without money. Unanunua maziwa mgando bila pesa. Maziwa mgando without money. Unanunua maziwa mgando bila fedha. So when we just have faith, Kwa unapokuwa na imani. today I just want to have maziwa mgando. Leo nataka ninywe maziwa And mgando. you have no money. Na hauna fedha. I'm telling you, Nakwambia somehow, somewhere, mahali fulani, sehemu someone, fulani, somewhere, mtu fulani, mahali fulani, God will do something. Mungu atafanya kitu. Because you have faith. Kwa sababu una imani. Come and buy maziwa. Oh, mke wangu amefurahi hapo maziwa. Milk without money and without cost. Nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Bila thamani. Bila thamani. Kwa maana ni kwamba nikiingia Kiswahili Kiingereza. Bila thamani. Without cost. Hallelujah. Are we being blessed? This season, go and buy without money. Katika majira haya nenda kanunue pasipokuwa na It's not fedha. a claiming and I claim. No. Sio swala la kukariri You au having faith in God. ni wewe kuwa na imani kwa God Mungu. starts doing things that money cannot buy. Na Mungu kuanza kutenda mambo ambayo fedha haiwezi You kununua. don't have money, Hauna fedha but you are eating well. lakini unakula You vizuri. don't have money Hauna fedha because you have faith in kwa God. sababu una imani katika God Mungu. is doing some things. Mungu anafanya vitu In the name of Jesus. katika jina la I'm Yesu. not saying you shouldn't do something only with your hands. Sisemi kwamba usifanye vitu kwa mikono yako But there mwenyewe. are times. Lakini kuna nyakati. There are times. 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 Kuna nyakati That God performs ambapo Mungu hutenda outside your porch. nje ya wallet yako. He dies outside your porch. Anafanya nje ya pochi yako. Hallelujah. Hallelujah. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Horikata. John 6:35. Yohana 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me, Yeyote ajaye kwangu. whoever comes to me will never go hungry. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Whoever comes to me. Yeyote ajaye kwangu. And whoever believes in me will never be thirsty. Na yeyote aniaminie hataona kiu kamwe. Will never be thirsty. Hataona kiu kamwe. My brother and my sister. Dada zangu na kaka zangu. Kuna mwaliko. You are so tired. Umechoka sana. You have given up. Umekata tamaa. You are living a faithless life. Unaishi maisha ya kutokuwa na imani. You are just waiting for Christ to come. Unamsubiri tu Yesu arudi. A season has come. Wakati umekuja. A season of replacement. Ni wakati wa kuhuishwa. Again. Wa kuhuishwa. Are you thirsty? Je, una kiu? Are you afflicted? Je, umekandamizwa? Are you tired? Je, umechoka? Are you bound? Je, umefungwa? Have you fallen? Je, umeanguka? Are you in a pit? Je, uko ndani ya shimo? If you are in a pit, then you are a prophet in training. Pit. Kwa hiyo kama P-I-T. Kwa hiyo kama uko ndani ya shimo, wewe ni nabii katika mafunzo. Prophet in training. Nabii ndani ya mafunzo. And you have so many questions. Na umekuwa na maswali mengi. And people have left you. Na watu wamekuacha. You are alone. Uko peke yako. Come. Njoo to me.
njoo kwangu. Jesus invites you. Yesu anakualika. When you come to Jesus, Unapokuja kwa Yesu, when you come to the well, unapokwenda kwenye kisima, when you come to the well, unapokuja kwenye kisima, after it has invited you, baada ya kuwa kimekualika, invitation by speaking, mwaliko kwa or kuongea, rather speaking by invitation, kuongea kwa kualika. and when you come, Na unapokuja, there is this second thing that you need to do. kuna ili jambo la pili ambalo unapaswa kulifanya. Start following. Anza kufuata. Follow me. Nifuate. Follow me. Nifuate. You have come. Umekuja. Follow me. Nifuate. You have come. Umekuja. Follow me. Nifuate. Come. Njoo. Follow me. Nifuate. Come to me. Njoo kwangu. Follow me. Nifuate. Matthew chapter 4 verse 19. Mathayo sura 4 mstari wa 19. Hapo Matthew chapter 4 verse 19, Yohana 6:35 na Yohana 10 mstari wa 20. Tell your neighbor, don't give up, or in English. Don't give up. Mwambie don't give up. Don't give up. Usikate tamaa. The Bible says, Biblia inasema, come follow me. akawaambia nifuateni. Come follow me. Njoo nifuate. Come follow me. Njoo nifuate. In Swahili imesema tu nifuateni. So here the two words are combined. Kwa hapa, come. Kwa vitu vile vinaunganika. Njoo. Come. Njoo. Follow me. Nifuate. 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 Come to me. Njoo kwangu. Follow me. Nifuate mimi. We have to be followers of Christ. Tunapaswa kuwa wafuasi wa Kristo. Followers wamfuatiliao Kristo. Yeah. Kwa sababu hiyo disciples. For someone to be a disciple, he has to be a follower. Kwa mtu kuwa mwanafunzi wa Kristo, awe ni mtu aliyemfuatilia. Anapaswa kuwa ni mtu aliyemfuatilia Kristo. Au aliyemfuata. Yes. Come. Njoo. Come to me. Njoo kwangu. Follow me. Nifuate. Come. Njoo. Follow me. Nifuate. Jesus said, Yesu asema, and I will send you out to fish for men. Na nitakutuma kwenda kuvua watu. So there is a coming. Kwa hiyo kuna kuja. And after you start following him, na baada ya kuanza kumfuata, he equips you for ministry. Anakuweka kwa ajili ya huduma. So the second word is follow me. Kwa hiyo neno la pili ni nifuate. You cannot follow someone you have not. You cannot follow someone. Huwezi kumfuata mtu who has not invited you, ambaye hajakualika, who has not called you, ambaye hajakuita, who has not said come, ambaye hajakwambia njoo. Let me do a demonstration. Ngoja nitoe mfano. 2 minutes. Kwa dakika 2. Come, njoo. I'm calling Fares, come. Nakuita Fares, njoo. Come. Njoo. He has come. Amekuja. Follow me. Nifuate. When he's following me, anaponifuata, we are talking, you know. Tunaongea. Follow me. Nifuate. Follow me. Nifuate. It does not end with coming to Jesus. Haishi na kuja tu kwa Yesu. We have so many Christians that have come to Jesus. Tuna Wakristo wengi ambao wamekuja kwa Yesu, but they have never followed him. Lakini hawajawahi kumfuata. So as Jesus goes on, kwa Yesu anapoendelea, he calls another come. Anamuita mwingine njoo. Ekela come. Ekela njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Follow me.
Nifuate. Follow me. Nifuateni. Mna wivu, ampiga hata picha. Come. Njoo. Come. Njoo. Follow me. Nifuate. Are you honoring, eh? Are you honoring? Je, mnaona? Come. Njoo. Follow me. Nifuateni. So following somebody is a journey. Kwa hiyo kumfuata mtu ni safari. It's not a static thing. Sio sehemu ya kusimama sehemu moja. Yeah. It's a journey. Ni safari. Come. Njoo. Umeona? Follow me. Nifuate. Amejipelekesha, follow me. Even Yesu alisema kwamba wacheni watoto waje kwangu. Sasa anasema kwamba huyu mchungaji ngoja nimuwahi. Anawaita tu wakubwa, hatuoni. Come. Njoo. Mwambie mwenzako come. Mwambie mwenzako njoo. Follow Jesus. Mfuate Yesu. Hallelujah. Thank you. Be seated. Mnaweza mkakaa. So after coming, kwa hiyo baada ya kuja, there has to be a following. Kuna paswa kuwepo kufuata. Follow. Kufuatia. Come follow me. Njoo, Jesus said. Nifuate. Put that other scripture. John 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Come to him. Njoo kwake and follow him. Na mfuate. Hallelujah. John 10:27. Yohana 10:27. My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. My sheep listen to my voice. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. I know them. Nami nawajua. And they follow me. Nao wanifuata. Whose voice do you listen to? Sauti gani, ni sauti ya nani unaisikia? Because when he says come, kwa sababu anaposema njoo, we are to reciprocate. Inatakiwa tuitikie. Come. Njoo. And then we start following him. Na ndipo tunaanza kumfuata. What have you been following? Umekuwa ukifuata nini? Follow him. Mfuate. So the well Jesus. Kwa kisima Yesu. The well Jesus. Kisima Yesu. Is the well that speaks and invites. Ni kisima kinachoongea na kukaribisha. Come to me. Njoo kwangu. Follow me. Nifuate. Come to me. Njoo kwangu. Follow me. Nifuate. Many have yielded to coming to Jesus. Wengi wamesikia njoo kwangu. They have yielded, they have obeyed. Wameitikia. But the part of following Jesus, lakini sehemu ya kumfuata Yesu, is still lacking. Bado inalegalega. So when you come to Jesus, kwa hiyo unapokwenda kwa Yesu, when we come to Jesus today, tunapokuja kwa Yesu leo, we have to have a decision of following Jesus. Inatakiwa tuwe na maamuzi ya kumfuata Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So in conclusion, kwa hiyo kwa kuhitimisha, Revelation chapter 21 verse 6. Ufunuo 21 mstari wa 26. And Revelation chapter 22 verse 17. Na Ufunuo 22 mstari wa 17. Jesus is alive. Yesu yu hai. Revelation chapter 21 verse 6. Ufunuo 21 mstari wa 26. 6. Mstari wa 6. He said to me, it is done. I'm the Alpha and the Omega, the beginning and are you? Una kiu kiasi gani?
If you yield to his invitation, come. Ukiitikia mwitikio wake, mwaliko wake wa njoo, He's giving you water today. atakupa maji leo. You are tired, whatever you may be passing through, you don't blame anybody. Umechoka kwa chochote ambacho umekuwa ukipitia, usimlaumu mtu yoyote. Forgive them. Wasamehe. Forgive him or her. Msamehe. But for you, lakini kwako, come to him. njoo kwake. Come to him. Njoo kwake. Come to him. Njoo kwake. The Bible says, Biblia inasema, I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, to the thirsty, kwa walio na kiu, to the thirsty. kwa mwenye kiu. Are you thirsty? Je, una kiu? 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 It is only to the thirsty Ni kwa walio na kiu tu that God gives, that Jesus gives water without cost. ndio ambapo Yesu anawapa maji pasipo maji bure. So it's a season of rather building up an atmosphere of thirstiness. Kwa hiyo ni majira au nyakati ambazo ni za kutengeneza mazingira ya kiu. Thirsty. Ya kuwa na kiu. Thirsty for the word of God. Kiu kwa ajili ya neno la Mungu. Thirsty for his presence. Kiu kwa ajili ya uwepo wake. It all depends on your decision. Inategemeana na maamuzi yako. The other scripture please, 22:17. The spirit and the bride said, come, and let the one who... So, you know, there is nothing you cannot follow if you are yet to come. Unajua huwezi kumfuata kama bado hujaja. You can't follow. Huwezi kufuata. That's why the starting point of the well. Ndio maana sehemu ya kwanza ya kuanzia kisimani. The well Jesus. Kisima Yesu. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Are you yet born again? Je, bado hujaokoka? Come. Njoo. Now. Sasa. If you are yet to receive Christ as your personal savior, come. Kama bado hujaokoka, hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, njoo. Njoo mbele. Come in front. Njoo mbele. Before we all pray for just one prayer. Oh God. Kabla tujaomba kwa ajili ya ombi moja, kama hujaokoka na unahitaji kuokoka, njoo mbele. For those that have been, come. Kama hujaokoka njoo. Naomba tusimame wote. Simama kama mtu ambaye umepokea vizuri. Live. Yesu yu hai. Hallelujah. 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 He is alive. Yu hai. Kama hujaokoka njoo mbele. Kama unataka uliokoka lakini unataka ukabidhi maisha kwa Yesu, yani unataka unarudi tena, kama Biblia inasema narudi sasa, narudi kurudi kwenye uwepo wake. Kama mambo yako yako yanaenda vizuri, sema sasa nataka nikabidhi maisha kwa upya kwa Yesu. Usimshangae, yani na wewe njoo. Amen. Narudi kwa Yesu. Narudi. Unaporudi usirudie matapishi, kwa sababu nimesema hapa kwamba Mungu sio fake. Na ukaribisho wake sio wa kufekiwa. So mnarudi kwa Yesu. Naomba tumuinue mikono. Tutafuatana wote maombi kwa pamoja na hawa ndugu zetu. Utatoa sauti. Sema, Yesu. Yesu. Leo ninarudi kwako. Nisamehe. Nirehemu. Dhambi zote. Makosa yote. Ninarudi kwako. Nimerudi kwako. Kuanzia leo. Umenikubali. Asante kwa kunisamehe. Nijaze na roho wako. Katika jina la Yesu. Amen. Kurudi sio hoja sana, japo ni mahali pa kuanzia, lakini kwenye kufuata
kumfuata Yesu, ana kanuni zake, ana neno lake, ana sauti yake, ana maelekezo yake. Anaweza akasema hili hapana, hili ndio. Amen. So nini mmerudi baadaye mtamwona pastor pale, pastor yule pale awaandike majina. Kaeni just for 5 minutes. Kwa dakika 5. We are still navigating the wells. Bado tupo kwenye visima. So every topic that comes, or every word that comes, kwa kila neno linalokuja is building on another word. Linajengwa kutoka kwenye neno lingine. Hallelujah. 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 So, kwa hiyo, how tired are you? Umechoka kiasi gani? Au ni kwa namna gani umechoka? Ya kwanza, umechoka kiasi gani? Umechoka kiasi gani? Have you given up? Je, umekata tamaa? Are you heavy laden? Je, umelemewa na mizigo? Are you having a heavy heart? Je, moyo wako ni mzito? Whatever you may be encountering, chochote ambacho umekuwa ukikabiliana nacho. I know everyone somehow you are passing through something. Ninajua kila mtu kwa namna fulani, kwa jinsi fulani unapitia kitu fulani. So just a step of faith. Kwa hiyo kwa hatua ya imani, everyone just come. Kila mmoja njoo. Just a step of faith. Kwa hatua ya imani. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Just walk over. Come. Tembea njoo, tembea njoo. Sogea karibu na madhabahu kabisa. Just want to pray some prayers here. Nataka niombe maombi. Kalahibasia na libahafasile fiski prosobrimantafase sefronomosikarase sabarinde vekosifa. We are tunachukua hatua baada ya hili neno. Wangapi wameelewa lakini kinachoendelea? I'm just going to lead you. Nitakuongeza tu kwa maombi tu. Sijajua ombi tu ambalo wewe utakuwa unalirudia, ya kwamba Yesu, nimesikia wito wako, au invitation nini? Ukaribisho wako. Nimesikia ukaribisho wako. Nimekuja. Alafu anza kuvitoa. Biasa njoni wote msumbukao na kulemewa. Unaanza kuvipakua vyote. Sema vyote. Wala yani iseme, mwambie tu lile, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya familia yako, kwa habari ya kazi yako ya mikono, kwa habari ya kila kitu. Leta. Lakini neno kuu, nimekuja. Amen. Kama pengine usije ukasema nimekulazimisha kuja. Kama wewe unaona kwamba sina haja bwana ni ilali bwana, unaweza kurudi kwenye kiti. What I know is, utakapofanya maombi, there is gonna be an inner peace. Kunaenda kutokea amani ambayo hujaipitia kwa muda mrefu. Amani ndani. Kwa sababu pamoja na yote unayopitia, lakini kutakuwa amani. Kwa sababu umemuhusisha na umekubaliana na umekubaliana na mwitikio, au umeitikia wito wa kukaribishwa. Umeitikia wito. Karibishwa. Inua mikono yako, fumba macho yako. Inua tu mikono yako miwili. Kama unaweza kainua kidogo, kama sio kama kuku aliyonyolewa. Yesu. Sauti yako. Yesu. Naitikia wito wako. Umeniita nije. Umenikaribisha nije. Pamoja na yote ninayoyapitia, pamoja na makosa yote, pamoja na dhambi zote, pamoja na matukano yote, pamoja na kukuwazia vibaya, umeniita. Yesu, nimekuja. Yesu, nimekuja. Yesu, nimeitikia wito wako. Yesu,
nimeitikia wito wako. Yesu, nimeitikia wito wako. Yesu, nimeitikia wito wako ili nikufuate. Ninaitikia kwanza. Hivyo leo, kwa hatua niliyochukua ya kusogelea madhabahu, kwa imani nimekusogelea. Nimeitikia wito wako ya kwamba njoo, njoo, njoo. Hakika sio siri mbele zako. Kuna mambo, kuna vitu vimenisumbua, vinaniumiza, vinanikera, vimenikatisha tamaa, vimenitoa katika imani yako. Leo baada ya wito huu, ninavileta vyote kwako. Navileta vyote kwako katika maisha yangu, familia yangu. Yesu, asante kwa kunipenda bila masharti. Pamoja na udhaifu wangu, toa sauti yako. Pamoja na udhaifu wangu, umenikubali, umeniita. Nimeitikia, 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 nimeitikia. Yote uyaonayo yanaonizunguka, yaliyonichosha, yaliyonikatisha tamaa, yaliyonionyesha, yaliyonifanya nijihisi sifai machoni pako, nijihisi si mtu, si kitu, sijaokoka sawa sawa, sijapendwa na wewe. Kumbe unanipenda, kumbe unanijali. Hata basi unanikaribisha, unanikaribisha. Nimeitikia wito. Ninaongea kwa lugha Mungu, katika yote unayoyaona yasiyoonekana na mtu mwingine. Yesu, nayaleta yote kwako. Kazi yangu ya mikono, kila nikifanya hakuna kinachoendelea, ili hali ninatoa, ninakuaminia. Yawe, Yawe, angalia mikono yangu, ninaileta kwako. Unisamehe kwa kukuwazia kwa upumbavu. Ninaleta akili yangu. Umenipa mawazo mazuri ya kimaendeleo, ya kimafanikio, lakini yawe, ninajiona siwezi. Wakati umesema ninayaweza yote katika wewe unitiaye nguvu. Nimerudi. Nimeitikia wito katika jina lako Yesu Kristo. Hebu pasa ombolezo dakika 3 tunazo. Kila moja peleka vyako. Kama utapiga magoti hapo hapo, kama utasimama, lakini fanya, toa sauti hapo. Tuna dakika 3 kwa imani, kwa imani. Lasa. Nimekuja. Mimi nimekuja, nimeitikia wito. Nimekuja. Naongea naye, yaweke yote mbele zake. Mwambie, baada ya kuitikia wito, mnaanza kuongea naye. Mwambie, hata kama yawe makubwa vipi, yanayohusiana maisha yako, familia yako, chochote, mwambie. Na anaingilia kati kuanzia leo. Mwambie.
Mwambie. Mwambie. Mwambie. Lolote lenye kutatiza. Amesema tumutuishe fadhaa. Amesema njoni, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Mimi ni Bwana wa Sabato. Nitawapa pumziko. Nitawapa pumziko. Ni nini kilicholemea? Ni kitu gani kimetulemea? Kimekulemea? Mwambie. 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 Bariki tepekende. Rikite pekende ndundaraba. Mwambie. 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 Morikite kembele kete. Mwambie. Mwambie. He is alive. Anakupenda. Acha kukataa. Acha kukataa. Acha kutaka. Acha tukataa. Pamoja na yote, pendo lake liko pale pale. Mwambie. Mtuishe fadhaa. Naamini. Amini ya kwamba anakusikia. Usitilie shaka. Umeitikia wito, mwambie. Katika jina la Yesu. Na hikite. Ayalahi. Ni kwa habari ya familia yako, mwambie. Kwa habari ya kila kitu, mwambie. It's a season, God says, that I'm healing. It's a season, God says. Mungu anasema. It's a season, God says. Ni majira, Mungu anasema. I'm healing. Ninaponya the bruised souls. Ninaponya nafsi zilizovunjika. I'm releasing my healing. Ninaachilia uponyaji wangu. I'm touching my people. Ninagusa watu wangu. I'm raising you up once again. Ninawainua tena, says the Lord. Asema Bwana. I'm raising you up once again. Ninawainua tena, says the Lord. Asema Bwana. Give up not. Usikate tamaa. Give up not. Usikate tamaa, says the Lord. Asema Bwana.
Yeshua. Mkono wako sema Yesu, nijaze. Yesu, nijaze. Yesu, nijaze. Yesu, Yesu, nijaze. Yesu, nijaze. Yesu, nijaze. Nina kiu nawe. Yesu, nijaze na Roho wako. Asante, nimepokea. Anza kunena kwa lugha. Kama uneni unanena, fungua kinywa, anza kunena. Kama uneni wewe anza kunena, toa sauti. Kila tunaonena nena kwa sauti. Wala ambao tunanena nena. Alafu wewe kama uneni, fungua kinywa chako, anza kunena. Anza kunena. Anza kunena. Wewe ambaye uneni, anza kunena. Remekendembezo. La habala ndele dochika ndele nena. Wewe ambao uneni kabisa, hujawahi nena, inua mikono yako juu. Inua juu kabisa, juu. Alafu fungua kinywa chako, pokea Roho. Nena kadusi kiba. Rembekindo sobrineshi. Receive. Just speak. Acha kunena Kiswahili, nena. Maripata. You are receiving. Receive the name of Jesus. Nena. Wewe ambao uneni nena, wala ambao tunanena nena kwa sauti. Rakonde pekende mbondo. Ongeza especially wale ambao hujawahi nena. Toa sauti yako, nena. Rondoko sobo reketeke. Rekende mbesoto kombo reke. Ribeke kindondondombozo. Kikibariki kodozi. Katika jina la Yesu.